tulizungumza naye hapa kipindi kile na mambo mengine yakawa hivyo. Karibu. Asante sana. Tangu kipindi kile, Mungu ni mwema. Majeraha yalipona ya uchaguzi? Yalipona and everything was okay. Yeah. Mambo yaliendelea mbele na wote kwa pamoja mkaendelea kukijenga chama. Sahihi. Vipi mnaendeleaje lakini Chadema sasa hivi? Kama ambavyo unaona na kama ambavyo jamii ya Tanzania inashuhudia nini ambacho kinatokea Chadema kwa sasa hivi. Hali imekuwa ni tight. Watu wanaondoka. Taasisi imeparanganyana. Kila mtu ameshika tawi lake. Chuki zimeshamiri. Matusi yamekuwa ni mengi. Dhihaka, kutokuheshimu waasisi. Na vitu vingine kama hivyo ambavyo havitupi picha nzuri kwenye ukuaji wa taasisi yetu ya siasa. Itafsiri nini kwenye uongozi miezi michache tu ya uongozi mpya ndani ya chama, mabadiliko ambayo yamefanyika? Inatafsiri nini? Yaani sasa hapo kama mdau wa siasa. It is total failure. Ni kufeli kuliko kithiri kwa uongozi. Kwa sababu kama haijalishi mtu ameshinda kwa namna gani, baada ya uchaguzi kiongozi mkuu wa taasisi yoyote ile, kazi kubwa ambayo anatakiwa afanye ni kuunganisha wana taasisi. Kwa hiyo tulitarajia baada ya uchaguzi kauli za viongozi wakuu wa chama ziwe ni zenye kutuunganisha pamoja, tuje kuijenga taasisi yetu pendwa. Kwa sababu ukishindwa kuunganisha watu, ukaanza kubagua watu, sidhani kama unakuwa na lengo zuri la ukuaji wa taasisi. Wangeunganishaje? Kwa mfano, mwenyekiti mpaka anakamatwa Tundu Antipas Lissu na makamu mwenyekiti mpaka jana anafanya mikutano, anaunganisha wananchi. Wanatakiwa kufanyaje? Labda yani kwa ushauri specific, labda mwenyekiti na makamu na katibu uongozi utakiwa kufanya nini ili chama uone kinaunganishwa? Tunapozungumza habari ya kuunganisha chama au kuunganisha wanataasisi, it's all about ni namna ambavyo viongozi wa chama wanaweza kuwa na act. Kwa sababu baada ya uchaguzi imeonekana kwamba bado still kuna maneno yanazungumzwa na viongozi wakuu ambayo bado hayalengi kuwaleta watu pamoja. Yanalenga kuendelea kuwabagua watu ambao hawakuwa support wakati wa campaign. Kitu ambacho si afya katika ukuaji wa taasisi. Hivyo basi, kutokana na wao kutoonyesha ishara yoyote ya kuunganisha watu pamoja, sidhani kama kuna uhai wa taasisi hii. Kwa sababu ukiangalia hata difference ya kura ambazo zilipatikana ni ndogo sana. Kwa maana ya kwamba kwa mtu ambaye ni muelewa wa kawaida, tofauti wa kura kwa 2-3 haukufanyi wewe kuona kwamba ukishinda you will be accepted na majority yote. No, maana yake una zaidi ya nusu. Yani ni makadirio karibia nusu ya watu ambao hawakuunga mkono. Kwa hiyo una kila sababu ya kukaa chini, ya kuandaa mkakati imara ni namna gani unawaleta watu pamoja waweze kuunga mkono, lakini pia waweze kufanya shughuli za kichama kwa malengo mapana ya kuweza kukuza taasisi. Lakini imekuwa si hivyo, imekuwa tofauti. Watu ambao hawakuunga mkono wanatusiwa, wanadhihakiwa, wanatengwa, hawashirikishwi, wanaonekana ni wasaliti, wanaonekana wametumwa, wanaonekana hawana malengo mazuri na chama. Kitu ambacho sicho. Sasa ukishindwa kuunganisha watu kwa miezi yote ambayo tumekuwa tukiobserve, matafsiri yake ni kwamba taasisi yetu imeprove failure kwa viongozi wetu wakuu. Wamefeli kabisa, kwa sababu mpaka sasa hivi Chadema imekuwa sio ile chama ambayo sisi tulijiunga. Sisi vijana wa 1990s tulijiunga Chadema tukiamini kwamba Chadema ni chama ambacho kinajali utu, ukombozi, haki, usawa, demokrasia, taratibu zinafuata za kisheria na katiba iliyopo. Lakini tunashangaa leo hii Chadema imeondoka kwenye misingi ambayo sisi tulijiunga kwayo. Ni kwa mimi Masud Mambo leo nilijiunga Chadema mwaka 2014-15, lakini sababu kubwa ya kujiunga Chadema ni baada ya kurealize kwamba Chadema ni chama pekee cha siasa ambacho kinasimamia misingi hii ambayo nimehitaji. Kuna utu, uzalendo, haki na vitu kama hivyo hapo. Leo hii Chadema ni taasisi ambayo ndani kuna makundi, hakuna umoja, hakuna mshikamano. Yes, kwa hiyo unawezaje kwenda kuanza kuongea na Watanzania kukuambia kwamba unakwenda kuwakomboa wakati ndani ya taasisi yako kuna makundi, kuna chuki, kuna mambo ambayo hayaeleweki. Tunashindwa kwenda kuongea na watu kwa sababu ndani yetu sisi bado hatuonyeshi userious wa kuchukua nchi. Ukitazama ni kwamba
Kuna kampeni ambayo inaendelea na Chadema katika kanda ya Ziwa. Nilikuwa nafuatilia juzi. Baadhi ya viongozi wanasema kwamba kuna baadhi ya timu ilishindwa uchaguzi kama inavyoonekana. Kwa hiyo mmekuwa mkitoka Chadema au mkisema vibaya Chadema kwa sababu mmekosa nafasi za kiuongozi. Na hiyo kimsingi inajionyesha katika makundi mbalimbali ndani ya chama. Hii ina ukweli kiasi gani? Baada kwa mfano ulikuwa kutaka mwenyekiti wa vijana umeshindwa. Kwa hiyo inaibuka maneno kwamba kwa sababu mmekosa nafasi za kiongozi, sasa mmekuwa kama mnatuhumu chama mkiwa ndani ya chama. Hapana. Ni utamaduni wa Chadema kwamba tunaamini kwenye mawazo ya watu wengi sisi. Na tunaamini katika uhuru wa kupokea mawazo. Kila mtu ana haki ya kuongea. Hata kabla ya uchaguzi pia walikuwepo watu ambao walikuwa wanakosoa uongozi uliokuwepo. Wanatoa maoni yao. Kwa hiyo huwezi kuwanyima watu haki ya kukomenti kwenye ajenda yoyote ya kisiasa ndani ya taasisi yetu au nje eti kwa sababu tu walishindwa uchaguzi. Wana haki ya kusikilizwa. Pengine wana hoja. Zile hoja zisitafsiriki ya kwamba eti ni kwa sababu walishindwa uchaguzi. Hapana, hiyo sio demokrasia. Kwa hiyo ni guts tunaziweka ili kuweza kulegitimize mchakato wao wa kwamba walioshindwa wanatuletea maneno mengi kwa sababu walishindwa. Hapana, wanakuja na hoja wasikilizwe. Kwa sababu hichi ni chama cha demokrasia. Kila mtu ana haki ya kutoa maoni, kila mtu ana haki ya kuweza kuona kwamba anachokiongea kinafanywa kazi endapo tu kina maslahi na taasisi. Yes, lakini si kwamba ni kwa sababu watu walifeli au kura hazikutosha ndio maana wanatoa au wanakuwa wanatoa maoni ambayo yanalenga kuweza kuchafua uongozi au yanalenga kuweza kutibua uongozi. No. Kwa ukija kusikiza vizuri watu ni kwamba wanashindwa kugundua ya kwamba wao kipindi hawajapata nafasi zile walikuwa na room ya kuweza kushauri, walikuwa na room ya kukosoa. Nitakumbusha kwamba mwenyekiti wa sasa aliwahi kusema kwamba tutakosoa Chadema sirini na hadharani. Aliwahi kuongea habari ya rushwa akiwa bado sio mwenyekiti. Baada ya kuwa mwenyekiti ameongea rushwa lini? Aliongea habari ya rushwa akiwa ni mwenyekiti wa kamati ya maadili. Akiwa mwenyekiti wa kamati ya maadili alimuita nani kumwajibisha kwenye rushwa? Kwa unaweza kaona kwamba namna gani yanaongelewa mengi lakini hayatekelezeki wala hayafanyiwi kazi. Na wao ndio walikuwa wahusika wakuu wa hayo mambo. Yes. Unaiona wapi Chadema miaka miwili tu hapo mbele? 2025, 2026 baada ya uchaguzi. Unaiona wapi Chadema? Kuna vitu vingi tutaongea lakini mpaka sasa kwa uongozi huu wa taasisi yetu I can tell you mwelekeo ni mgumu. Mwelekeo wa Chadema ni mgumu sana. Kwa sababu ukiangalia taasisi yetu kufika sasa hivi tayari ndani kuna mpasuko mkubwa. Bila umoja hata kwenye familia kama umoja ukikosekana maana yake ni kwamba ile stability namna ambavyo mnaweza mkaendea majambo umoja unakuwa haupo tayari mnakuwa mshapunguza nguvu. Chadema ilikuwa ni kitu kikubwa sababu tulikuwa tuna umoja, tuna upendo. Yaani ukisikia kipindi hicho kama tiku ya Chadema imekaa, nadhani East Africa ilikuwa inasubiri majibu kwamba kama tiku ya Chadema imekaa wanakuja na nini leo. Lakini leo huoni hiyo attention kwamba kama tiku inakaa Chadema, yani ushtuki, yani wala hakuna jambo unaweza kesi kama kuna jambo jipya. You know, ni kwa sababu gani? Kwa sababu tayari ndani ya chama kumekuwa na makundi. Ukitazama ni kwamba katika moja ya andiko la Heche Kisa nafikiri ameona ameposti kwenye ukurasa wake. Okay. Ni kwamba Chadema imekuwa ikiondoka na watu wengi sana. Na nyie wapinzani ambao mnahisi kwamba fursa yenu kutoa maoni imenyimwa sasa hivi. Lakini inasemwa na ukiangalia mikutano ya Chadema imekuwa ikiungwa mkono huko katika wananchi. Sasa kipimo cha Chadema kupoteza dira ni kipi? Ni kuungwa mkono na wananchi ambao ndo kundi la msingi katika demokrasia au ni kipimo cha nyie ndani ya chama kuweza kuzozana na kutufana kimawazo? Tena hapo aweke vizuri. Bado unaona Chadema inaungwa mkono na wananchi? Let me say this. Kwa kazi iliyofanywa na uongozi uliopita kwenye taasisi hii, hata kama wewe leo ungekuwa ni mwenyekiti wa Chadema, mapokezi ambayo aliyapata Lissu akiwa Tunduma ni lazima pia ungepata wewe, kwa sababu chama kimejengwa kuanzia ngazi ya misingi. Imefanywa grassroots fortification. Chama kina wanachama wa kutosha, kina uongozi mpaka ngazi ya misingi. Maana yake ni kwamba tumeungwa mkono na watu wengi, tuna viongozi wa kutosha kila mahali. Kwa hiyo leo unapomwona Heche, Lema wanasimama kwenye mikutano, wananchi wanaenda,
Si kwa sababu eti wao wana mvuto mkubwa sana, ni kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa na viongozi waliopita ya kukijenga chama ipasavyo, kukijenga chama kutoka juu kushuka ngazi ya misingi. Na I'm telling you, uendeshwaji wa taasisi ya kisiasa kama Chadema hauna tofauti mkubwa sana na namna timu ya mpira inafanya operation zake. Kwa maana kwamba unapoona Aziz Ki anafunga, kuna mchango wa viongozi wengine huku wameplay, wachezaji wengine wameplay huku. Kwa mpira unapofikia wewe mbele mpaka unafunga goli, tayari kuna kipa, kuna beki, kuna namba ngapi, kwa hiyo leo unapomwona mtu anasimama kiongozi mkuu wa chama anaongea jukwani, watu wanaenda, ni kwa sababu pia kuna kazi kubwa imefanywa na viongozi wa chini kwa nafasi zao kuweza kuhakikisha kwamba Chadema inaimarika kuanzia chini mpaka juu. Kwa hiyo mob unayoiona hii majority acceptance unayoiona ya Chadema si kwa sababu kwamba wao wana mvuto mkubwa sana, hapana, ni kwa sababu taasisi ilijengwa, watu wakashuka chini, wakaiwekea mizizi, imekuwa ina watu na viongozi ngazi ya misingi. Kwa hiyo hapo unazungumzia misingi, lakini wewe kwa tafsiri yako unadhani Chadema haina mvuto sasa? Unajua watu wengi walikuwa na imani na Chadema, watu wengi sana walikuwa na imani na Chadema. Na mpaka sasa bado ipo, japokuwa wana maswali mengi sana wanajiuliza. Kwa Chadema ambayo tuliunga mkono 2015, 2010 ndo hii, 2020 ndo hii, mbona leo wale wote ambao tuliwaamini tukawapa nafasi waliokuwa viongozi wanaondoka Chadema? Kwa kiongozi ambaye lakini swala la kuondoka kwenye vyama ni swala la kawaida. Of course ni swala la kawaida, lakini I'm telling you, kwa uimara wa taasisi sio jambo jema. Kwa sababu kama kiongozi lazima ujue chama cha siasa kinahitaji watu. Anapoondoka hata wanachama mmoja lazima ufikirie. Chadema imepoteza mvuto au haijapoteza mvuto? Kwa sasa imepoteza mvuto simply because ndani hakuna stability. Watanzania wengi walipenda umoja wetu, walipenda namna ambavyo Chadema tunatoka nje kuwasemea pamoja. Sasa leo hii Chadema tunashindwa kudili na masuala mengine ya nchi, tunaanza kujibishana ndani kwa ndani. Itakiwa ifanye nini Chadema? Naungana na Geoffrey Gumba na Sada Dakisa. Muulize kuunganishwa kupi kulikuwa kunahitajika hata mwenyekiti mstaafu hakuweza kujitokeza kumkabidhi ofisi mrithi wake. Nini itakiwa ifanye Chadema ili iepukane na mpasuko huu? Listen up. Hata wewe leo ikitokea pengine umeshinda kwenye uchaguzi wote, kwenye taasisi yote, lazima ujue kama kiongozi mkuu, kazi yako sio kuanza kudeki, kufagia au kuandika barua nyingi. Kazi yako kiongozi mkuu ni kuwa comfort watu. Ndio maana hata leo katiba yetu ya nchi inatuambia kwamba rais ni comfort in chief. Kwa maana ya kwamba wewe unatakiwa ujue kwamba ni mfariji. Lazima uje una kazi ya kuunganisha watu. Nani ana changamoto gani, waite, kaa nao chini. Kuna mtu leo hii unasikia tu mtu kwenye tawi huko anamfukuza mtu aliyekuwa mjumbe wa secretariat over more than 15 years. Leo John Mrema kwa mchango wake kwenye taasisi hii anakuja anafukuzwa na tawi. Leo unapanga mkakati wa kumfukuza Salum Mwalimu. Leo unapanga mkakati wa kumfukuza Mheshimiwa Benson Singo, Masala Makali Kigela. Kweli? Lakini hakuna mtu mkubwa kuliko taasisi, tunakubaliana? That's true. Lakini hawa watu mchango wao kwenye taasisi yetu nashindwa kuuthamini. Ana humanity grounds. Kwamba leo Lema unasimama unakashfa viongozi. Leo Heche unasimama unawasema viongozi eti kwa sababu walikuwa makao makuu wanalipwa pesa. Pesa gani ambazo unazungumza Chadema zilikuwa zinalipwa? Chadema hii ambayo tunachangishana kiasi kitone tone. Chadema hii ya join the chain. Chadema hii ya kwamba tumekuwa tukichangiana 100 tunaambiana koma kamanda. Leo unamzungumzia mtu kwamba eti walikuwa wamekaa wanalipwa pesa. Ukiangalia katika engo ya kibinadamu ya kawaida, it is not right. Kwa ambacho nazidi kusema ni kwamba viongozi hawa ambao wametoka, kama kuna kiongozi wa leo ambaye anashindwa kuthamini mchango wao, atakuwa na changamoto. Hiyo crowd unaiona, hiyo crowd ni kazi kubwa iliyofanywa na hawa nao kutajia. Naibu katibu mkuu Zanzibar, naibu katibu mkuu bara, wamejenga taasisi, wameshuka chini, wamefanya kazi kwenye kuunda uongozi ngazi ya misingi mpaka leo ukiingia Karatu watu Chadema people power. Kazi imefanywa na watu. Sawa. Kuna hii dhana kwa mfano ya mtazamo mpya na mwelekeo mpya wa Mheshimiwa Tundu Lissu na Mheshimiwa Heche. Yes. Wamekuwa wakichukua huo mtazamo wa kiharakati. Na nyie ambao mmeshindwa uchaguzi ni watu ambao kama mnabeza hiyo agenda no reform no election, amuone utekelezaji wake. Hamuoni kabisa kwamba nyie mmekuwa ni watu ambao mkikwamisha agenda za chama? Hapana. Issue sio kukwamisha. Kwa sababu hata katika historia ya chama hapo nyuma kuna ajenda nyingi ambazo yalikuwa ni maamuzi ya chama, lakini wapo wajumbe wa kamati kuu ambao hawakuunga mkono. Mfano, ajenda ya maridhiano. Kuna baadhi ya wajumbe ambao hawakuunga mkono kabisa. Mfano, aliyekuwa makamu mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti wa sasa hakuunga mkono ajenda ya maridhiano. It's okay.
kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba kamati kuu inafanya maamuzi kulingana na namba ya watu ambao wameaccept agenda. Hiyo moja. Lakini pia mbili, swala kuhusu no reforms no election ni swala ambalo tunapaswa kudiscuss kwa upana zaidi. Je, Watanzania wetu leo ambao tunaamini hawa tulionao leo ni wa kuambia tukatekeleze agenda ya no reforms no election. Mwenyekiti wetu wa chama taifa amekamatwa katikati ya kundi lenye idadi ya watu wasiopungua 2000, maelfu ya wanachama na wafuasi wa Chadema akiwa anahutubia. Hakuna mtu yeyote aliyeweza kushika hata uniform ya polisi kuvuta kwamba mwachie mwenyekiti. Watu wameobserve amechukuliwa katikati ya watu. Hiyo agenda ya no reform no election unaitekeleza vipi kwa aina hii ya Watanzania tulionao? Kwa hiyo ukiangalia kwa makini unakuja kuona kwamba speed ya struggles ambayo tulionao sisi haiendani sawa na readiness ya Watanzania katika mapambano. Sasa uamuzi wako ni upi kwenye haya yote yani inaonekana kama kimsingi nikikusikiliza hapa nikichambua kisa kwa haraka ni kama haukubaliani na mwelekeo wote wa uongozi mpya. Ndio maana nimesema my comment kuhusu uongozi mpya ni kufeli kuliko kithiri, kwa sababu ndani miezi mitatu, you know, na kuna watu ambao walitabiri wakasema kwamba hawawezi kutoboa miezi 6 and this how you can see kwamba kama umeshindwa kuunganisha watu wasiozidi milioni 5-6 wanachama wako, je, tujikupa nchi ambayo ina makabila zaidi ya 120, tujikupa nchi ambayo ina mikoa zaidi ya 30. Wewe unaamua nini kwenye hii? Na watu wamekuwa na mitazamo yao, wamekuwa na wewe unaamua nini wewe kwenye hatima yako gani? Binafsi let me make it clear. Mimi mpaka kujiunga Chadema nilijiridhisha kunako misingi, itikadi, falsafa na mienendo yote ya taasisi yangu. Nikaona kwamba Chadema itakuwa ni best place kwa mimi kufanya siasa. Nikajiunga Chadema. Nikifanya tafakuri yangu ya kinifu inanionyesha kwamba Chadema imeondoka kwenye misingi ambayo mimi ilikuwa ni sababu ya kujiunga. Kutokana na hivyo sasa Chadema imehama reli, yani kama treni imepinduka. Mimi Masoud Mambo, tena I can say this kwenye kipindi chenu hichi cha Brexit wa East Africa leo, ya kwamba rasmi I will no longer be a member of Chadema again. Na wewe? Yes, kwa sababu sioni, naona misingi yote imekiukwa. Leo Chadema tunatukanana, Chadema hatuna umoja. Chadema imekuwa ni sehemu ambayo kila mtu, kuna watu ambao ni bora, kuna watu ambao sio bora. Chadema leo ina kamati kuu mbili. Kuna kundi la kamati kuu ambayo ni jumla, kuna kundi la kamati kuu watu ambao wanaamini wao wanamsupport mwenyekiti kwa asilimia kubwa kuliko wengine. Hiyo ndio Chadema leo. Chadema leo ina baraza la vijana ambalo kuna watu ambao miongoni mwao wanamsupport Mheshimiwa Mbowe sana, kuna wengine amini Mheshimiwa Lissu sana, kuna ambao wao wamewekwa pamoja. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa hizi dalili tunakuelekea safari yetu haina ukamilifu. Nyuma yenu yuko nani nyie? Mbona mmekuwa wengi kwa pamoja? No, sio nyuma yuko nani. Kila mtu anapima kwa sababu kila mtu alijiunga katika muda wake. Kila mtu anapima maji na unga. Au una group lenu? Nilisikia wakati G5 inaanzishwa au sasa kuna group la mimi sikuwa kwa member wa G5 and then nimefanya maamuzi yangu mimi kama mimi ya kwa hiyo unajiondoa. Yes, Chadema. Tena najiondoa Chadema nikiumia sana kwa sababu ni taasisi ambayo nilipenda sana, nimejitoa sana, nimekuwa kiongozi katika nafasi mbalimbali katika mfumo wangu wa elimu mpaka mtaani, nimegombea, you know. Kwa hiyo leo naondoka huku nikiumia moyoni kwa sababu sioni dira yangu. Mimi sifanyi siasa ili niwe Chadema, lakini niko Chadema kwa sababu ninafanya siasa. Niomba nieleweke hivyo. Kwamba niko Chadema kwa sababu ninafanya siasa, lakini sifanyi siasa ili niwe Chadema. Kwa hiyo jukwaa lako litakuwa ni lipi sasa hivi? No, bado ninajipa muda. Kama ambavyo nilikaa, nikatafakari, nikajiridhisha kuna muundo, falsafa, itikadi ya Chadema. Nitajipa muda wa kukaa, wa kutafakari, kuna mwelekeo wangu mpya na tutaongea zaidi. Yeah, kuna and again we can discuss kuhusu habari ya uchaguzi. Mimi ni kijana ambaye leo hii nilikuwa na fursa au nilikuwa na plan ya kuweza kugombea. Una ndoto? Na ndoto, ni kijana. Pengine wao wanaweza kuona hakuna umuhimu kugombea kwa sababu tayari wamesha fulfill, wameshakuwa wabunge zaidi ya miaka 10. Lakini mmegombea kwa muda wote, lakini matokeo ni yale yale katika uchaguzi. Ndio maana hiyo chama chenu kimeamua kutokuingia katika. I can tell you, Chadema unaiona leo, hii mass support ya upinzani unaiona leo
relevance yake ni uchaguzi wa mwaka 2020. Sikilizeni, bado tunarudi, bado tuna mengi sana ya kuzungumza. Naona nimekuwa na Fred Masawe. Kuna maswali mengi pia huko kwenye ukurasa wa YouTube. Nikirudi nitayasoma, lakini nikukumbushe tu kwamba kwa haya mambo mazito kama haya lazima upate dawa ya kutuliza maumivu, Emami Methoplus. Mami Methoplus Balm hii itakusaidia kutuliza maumivu hapa na pale, mgongo, baridi, kushtuka, mifupa na mambo mengine kama hayo. Sasa nikwambie tu, hii inaingizwa hapa nchini na kusambazwa na Abacus Pharma Africa Limited, na nikwambie tu inapatikana katika maduka yote ya dawa za binadamu, dawa asili na supermarket. Sema Emami, ongea na Shujaa. Maumivu yakizidi, hakikisha kwamba unamuona daktari. Ni the interview, tunarudi. Bado